بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Naam, katika kipindi kilichopita darasa sehemu ya 6 tulipata kuona tumejifunza haraka, irabu na tukajifunza irabu moja tu, irabu ya fatha. Sasa leo tunakwenda kumalizia zile irabu mbili. Kipengele chetu tunachosoma ni haraka, irabu. Tunakwenda kuona leo irabu zilizobakia ambayo ni irabu ya kasra, irabu ya kasra na irabu ya dhamma. Lakini tulipata kuona kwamba katika usomaji irabu ya fatha, mathalan alif, huni alif akatiwa irabu ya fatha atasomeka a. Irabu ya fatha ni irabu ambayo inakwenda kuipa herufi irabu ya a katika utamshi wake. Irabu ya kasra ni irabu ambayo inakwenda kuipa herufi utamshi wa i. Kwa kama alif alikuwa na irabu ya fatha na akasomeka a, maana yake huyo alif akiwa na irabu ya kasra atasomeka i. Lakini pia irabu ya dhamma inakwenda kuipa herufi irabu ya u, usomaji wa u. Kwa kama alif alikuwa na irabu ya fatha atasomeka a, huyu akawa na irabu ya kasra atasomeka i, huyu akiwa na irabu ya dhamma atasomeka u. Tena tukaone mifano herufi zikiwa na irabu ya kasra. Mfano ya herufi ikiwa na irabu, mfano ya herufi za hijai, herufi za hijai zikiwa na irabu ya kasra. Kwanza tukaona tuna alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, za, sin, shin, صاد، ضاد، طاء، ضاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، ya. Kwa hizi ni herufi za hijai pia zile zile ambapo tunataka tukasitie irabu ya kasra. Tuliona tulivutia irabu ya fatha zote zilisomeka kama zina irabu ya a. Ndio maana tukasema haraka ni irabu ambapo fatha yeye ni a, kasra yeye ni i na dhamma yeye ni u. Ko a i u. Tukaona sasa hizi herufi tukizitia irabu ya kasra. Irabu ya kasra inawekwa chini katika herufi. Fatha inawekwa juu, kasra inawekwa chini katika herufi. Tunazitia irabu ya kasra, herufi zote. Kwa hiyo usomaji wa herufi zinapokuwa na irabu ya kasra ni kama mfuatavyo. Huu ni alif katika usomaji wa asili. Usomaji wa asili kabla ya kuwa na irabu ya kasra tunasema alif, anapokuwa na irabu ya kasra tunasema i. Huyu ni ba katika usomaji wa asili bila kuwepo na irabu ya kasra. Anapokuwa na irabu ya kasra tunasema bi. Huyu ni ta, anapokuwa katika usomaji wa asili anasomeka ta. Anapokuwa na irabu ya kasra chini anasomeka ti, au haraka ya kasra anasomeka ti. Kadhalika herufi zinazofuata katika usomaji, huyu ni fi, havutwi, ji, hi, khi, di, ri, ri, zi, si, shi, swi, li, twi, dwi, ain, ghi, fi, qi,
yi. Lakini pia wakati unasoma ni lazima uangalie alama. Je, herufi inayokwenda kusoma ina haraka gani? Tunazingatia tena. Haraka ya fatha ni alama kama hii ambayo ilikuwa juu ya herufi. Katika kipindi kilichopita darasa 66 tulitia haraka katika herufi za juu hizi zote. Sasa basi, herufi ni alif katika asili, katika muundo wake hapa ikiwa moja mufrada. Ikiwa moja, hasijaungwa hapa. Ikiwa moja itasomeka hivi hivi kama nilivyosema awali kwamba herufi inavyokuwa mwanzoni, inavyokuwa kati, herufi inavyokuwa mwanzoni, inavyokuwa kati na inavyokuwa mwisho, usomaji wake ni ule ule, hauwezi ukabadilika. Hata ikiwa na haraka ya kasra mwanzoni, ikawa kati na ikawa mwishoni, hata katika neno ikaungwa, usomaji wake utakuwa ni vile vile, haubadiliki. Kwa endapo utakapoisoma alif hapa itakuwa na kasra, na utakapoiona kokote alif kama hii ikawa ina kasra, usomaji wake haubadiliki, utasomeka vile vile i. Kadhalika ba, utakapomwona kokote akawa na irabu ya kasra au ana irabu ya fatha, usomaji wake hautabadilika itakapokuwa na haraka. Mathalan, naona neno labda wahaba, huyu ni ba ambaye tunamkusudia kumtolea mfano. Alipokuwa mwanzoni kwenye pekee alikuwa akisomeka ba akiwa na irabu ya kasra, lakini ba hapa tunamzungumzia ameungana kwa nyuma na ha. Katika vipindi vilivyopita tuliona namna ya kuunda maneno na kutengeneza muungano wa herufi kama hivi. Sasa tunamwona ba yupo mwishoni na ana irabu ya kasra. Je, atasomekaje? Hatobadilika usomaji. Usomaji ni ule ule herufi inapokuwa popote. Kikubwa ni kuzingatia tu alama yake ina haraka gani, kama fatha au kasra au dhamma. Twende tukaone pia herufi zinapokuwa zina haraka ya dhamma zinasomekaje. Herufi zinapokuwa na haraka ya dhamma zinasomekaje. Kisha tukaona mifano katika maneno yaliyoungwa mbalimbali na herufi, tukazitia haraka ili tupate kusoma, tupate kuunda maneno mbalimbali na itufanyie wepesi katika pia kusoma Qur'an. Sababu Qur'an herufi zilizounda Qur'an hizi 28. Sasa tunaenda kuona herufi zilizokuwa na irabu ya dhamma. Irabu ya dhamma tunamweka hivi katika herufi zote, na akaa juu kama irabu ya kasra, ila zitatofautiana alama. Irabu ya dhamma inakuwa kama wao ndogo juu ya herufi. Unaandika herufi zako kisha unazitia irabu ya dhamma, kisha unazisoma. Katika irabu iliyopita, haraka iliyopita ilikuwa ni kasra, ambapo tulizisoma zote kwa kuzipa irabu ya i. Zote tulizibadilisha usomaji wa asili, tukaupa usomaji, zote tukazipa usomaji kama zina irabu ya i. Sasa hii ni irabu ya dhamma. Huu ni alif katika usomaji wa asili. Akiwa na dhamma tunasema u, bu, tu, thu, ju, hu, khu. Kwa kitu cha kuzingatia, zinabadilika usomaji kutokana na haraka husika. Inapokuwa na haraka ya fatha tunasema a, ilipokuwa na haraka ya kasra tukasema i. Sasa hivi na haraka ya dhamma tunasema u, haraka au irabu, vyovyote unaweza ukaita. Kwa hiyo u, bu, tu, thu, thu, ju, hu, khu, du, dhu, ru, zu, su, lu, du, lu, mu, nu, wu, hu, u,
tumezimaliza. Tumepata kuona herufi zinabadilika usomaji kutokana na haraka husika. Kwa hiyo tulianza na haraka ya fatha, tukaja tukaona haraka ya kasra, na tukamalizia na haraka ya dhamma. Sasa ndio tuone mifano kidogo, mfano tu la kuzingatia, kwamba labda tumchukulie alif pekee, labda na ba, zinabadilika usomaji kutokana na haraka husika, ili tupe mazingatio zaidi. Labda mathalan na ta, tuone zinabadilikaje usomaji. Tunasitia haraka sasa, tunasitia irabu tofauti, tunasitia irabu tofauti, tuone zinasomekaje. Huyu alikuwa anasomeka a, huyu i, huyu u. A, i, u. Tukitaka kuunganisha sasa, tuzisome pamoja, tusema a, i, u, ili tuchanganye usomaji tuweze kusoma kwa haraka haraka. Au tutasema a, i, u kwa pamoja, a, i, u. Huyu ni ba, bi, bu kwa pamoja, ba, bi, bu. Kwa hiyo hapa unaweza kusoma hivi au ukaziunga pia, ukapata neno ba, bi, bu ambalo limeungwa. Ni sawa sawa pia ukifanya hivi, ni sawa pia. Ba, bi, bu, hili ni neno lililoungwa, hizi ni ba ambazo hazijaungwa. Kwa hiyo huyu ni ba mwenye haraka ya fatha, huyu ni ba mwenye haraka ya kasra, na huyu ni ba mwenye haraka ya dhamma. Zinatofautiana usomaji. Ba, bi, bu, ba, bi, bu. Hapa pia ba, bi, bu. Huyu ni ta, ti, tu kwa pamoja, ta, ti, tu. Kwa hata tukusiunga tukasema ta, 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 kisha tukaja tukazipa haraka tofauti, tusema ta, ti, tu. Katika darasa linalokuja tutafanya mazoezi ya kuunga maneno na tukazitia irabu. Tuanze kusoma kidogo kidogo. Tunatia maneno irabu, tunaunga maneno hata herufi 10. Pia tunazitia irabu tofauti, tuone tunazisomaje. Kufanya mazoezi ni jambo la msingi. Unaweza kuchukua juz'u kao unasoma maneno mbalimbali, tayari tushafika kwenye kipengele cha haraka irabu. Lakini katika darasa linalokuja, baada ya hili darasa linalofuata la mazoezi, tutakuja kusoma kitu kinaitwa tanwini. Tunasogea mdogo mpaka tukija kufikia kwenye shadda. Angalau kwa wale ambao walikuwa hawezi kusoma wenyewe, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kusoma maneno ya Qur'an wenyewe na kufanya mazoezi ya kuandika wenyewe. Cha msingi ni kufanya mazoezi ya kuandika mengi sana. Mifano, umejipa mazoezi, unaandika, unaunganisha, umekosea unarifaa kwenye zoezi au unarifaa kwenye darasa husika ambalo tumepata kujifunza masala haya. Wallahu a'lam bis-shawab wa jazakumullahu khairan. Sadaqallahu al-azim.